Uni mshike, mimi ni Akida Kilango. Yanga Sports Club leo imeifunga Coastal Union ya Tanga mabao 3-1 katika mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB Bank uliochezwa kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam na kutinga hatua ya 16 bora. Katika mchezo huo Yanga ilikuwa ya kwanza kupata bao katika dakika ya pili, mfungaji ikiwa ni Maxence Zengeli ambaye alifunga pia katika dakika ya 15. Bao la tatu la Yanga lilifungwa na Clement Mzize katika dakika ya 21, wakati bao la kufutia machozi la Wanamangush Coastal Union limefungwa na Miraji Abdallah katika dakika ya 18. Yanga sasa itacheza katika hatua ya 16 bora dhidi ya Songea United katika mchezo ambao utapangiwa tarehe ya kupigwa. Baada ya mchezo huu, wachezaji Maxence Zengeli wa Yanga na Miraji Abdallah wamezungumza kile kilichojiri katika dakika 90. Tunashukuru Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kucheza leo na kufanya vizuri ana kushinda hiyo mechi. Hamna kitu kirahisi kwenye kila mechi. Kila mechi ni kwenda kupambana. Kwa hiyo sisi tunashukuru Mungu kwa sababu tumepata matokeo na pia tumepita kwenye hatua nyingine. So tutaendelea kupambana kwa ajili ya timu. Nadhani wameelewa kitu ambacho tumekuwa tunafanya mwanzo ya mechi. Coastal ni timu kubwa, tuna respect sana nao, wamefanya vizuri kwa kipindi cha pili. So sisi ni tuna furaha kwa sababu tushapita, tumeshinda magoli 3-1. So ni vizuri sana kwa ajili ya timu, mashabiki zetu na sisi wenyewe pia. Ulipokuwa ukifunga yale magoli mawili uliofunga, ulikuwa unanyanyua t-shirt kuonesha ujumbe I belong to Jesus. Ni kipi hasa ambacho ulikuwa unajaribu kutuma message kwa wahudhuriaji ambao hapa KMC Complex, lakini wale ambao walikuwa kitazama kwa television? Bila shaka nipo kwa Yesu Kristo, kwa naamini sana na pia napigia wale ambao bado wana mashaka kwa ajili ya Mungu. So Mungu yeye ndo amefanya tumefika hatua ambayo tulipo leo. So mimi nitaendelea kunyoa jina la Mungu, na nyuma yangu nadhani kuna hata mmoja mbili pia watakuja kwa njia yangu. So mimi nashukuru sana Mungu kwa kila kitu. Cha kwanza tunapenda kushukuru Mwenyezi Mungu, mchezo umeisha salama salimini. Mimi nafikiri ni mistake. Tumeweza kufanya mistake kwenye defense yetu, wenzetu wametumia udhaifu wetu na wameweza kupata magoli. Kikubwa mwalimu alichotusi ni tushafungwa. Haina haja tena ya kukaa nyuma. Tu relax, tu possess mpira. Twende kwa sisi pia tuna uwezo wa kufika. Kama tulipata goli moja, akatuambia tunaweza kupata na lingine, kwa hiyo tusiogope kufika kwenye afu yao na kucheza na kuweza kuscore. Mfungaji huyo bao la Wanamangush Coastal Union akizungumza hapo. Muda huu naungana na mchambuzi wetu wa masuala ya kabumbu Godlizen Muro. Niambie mzee wangu. Umewaka mzee wangu. Uko vizuri? Karibu sana. Mimi hicho ningekipata hicho kingemechisha na Isha. Basi panapo majaliwa hilo limeshatimia. Tutazame kile ambacho tumetoka kukitazama muda mfupi kikiwa kinazungumzwa hapo. Yes. Wananchi Yanga wakiwa wameitandika Coastal Union mabao 3-1. Kumbukumbu ya finali katika misimu kadha iliyopita. Hatimaye leo imeweza kuamuliwa pale Coastal Union katika muda wa kawaida. Tutazame kwanza kile ambacho Young Africans wameweza kukivuna katika mchezo huu. Of course walikuwa na mchezo mzuri, wamedominate vitu muhimu kwenye mchezo. Mabao mawili ndani ya dakika 15 tu ilikuwa inakuashiria madaraja mawili tofauti. Kutoka mchezo ambao unaozungumza misimu mitatu iliyopita, mechi ambayo ilikwenda kuamuliwa kwenye mikojo ya penalty baada ya kutoa sare ya 3-3. Mabao matatu yote ya Costa walifunga Abdul Suleiman Sopo. Kutoka hapo mpaka hapa ambapo wamefikia kuna mabadiliko makubwa sana. Unaona ni Young Africans ambayo imepanda sana kwenye level ya ubora dhidi ya Coastal ambao msimu huu ilishiriki michuano ya shirikisho kishia hatua za awali dhidi ya Bravo Shidumakisi. Lakini kwenye mchezo huu wa leo unaona mambo mengi, uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, uwezo wa kitimu. Timu imefungwa kwenye makosa ambayo unasema ndio yanatonganisha ili gepu kati ya timu ambayo inaweza ikatengeneza makosa mengi ndani ya kiwanja na timu ambayo inaweza ikasababisha hayo makosa. Kwa hiyo walikuwa na mchezo mmoja mzuri sana kwa Young Africans capitalize mapema na kuweza kupunguza zile probability za timu ndogo kufanya surprise dhidi ya timu kubwa kwenye hatua hizi muhimu. Godlizen Muro, kwa goli la Young Africans la kwanza kabisa limefungwa dakika ya pili. Tunaweza kusema kwamba vijana wa Mwalimu Juma Mwambusi walikuwa bado hawajaingia mchezoni. Nimeona hichi kitu kwenye michuano hii ya Federation, timu nyingi zinaruhusu mabao mapema sana. Na mara nyingi ukutana na timu ambayo inakuzidi kwenye ubora na bado ikakulazimisha ufanye makosa ndani ya dakika 5 tu za mwanzo za mchezo, maana yake mara nyingi tutakizungumza ni kuchelewa haraka kuingia kwenye mchezo. Kivipi? Timu inaweza kuchelewa kuingia kwenye mchezo kwa maana ya mentality yao ndani ya mchezo
ikawa imesubiri kuchanganya kwa muda mrefu. Sasa katika ule muda ambao bado mmepoa, mkikutana na timu ambayo inaweza ikatumia ule muda vizuri, ndicho kitu ambacho kimewakuta Coastal Union. Ni kulazimishwa kufanya makosa kwenye dakika za mwanzo za mchezo, ambao timu nyingi tunasemaga ile momentum, mwenendo wa mchezo unakuwa bado hujachanganya kwenye timu. Hiyo inatokea sana. Unaona hata hatua iliyopita ile ya 64 kwenda 32, kuna timu ziliruhusu mabao dakika ya pili, ya tatu. Kwa hiyo imekuwa ni trend hiyo ambayo inategemea na timu pinzani, especially Young Africans kwa ubora wao. Tazama hapa timu ambazo zimetinga hatua 16 bora. Naam. Kwa magoli ya Max aliyofunga kwa goalkeeper zako zile. Sijui nini kingetokea. Ulize ni Muro, timu zilizofuzu ndio hizi, si vibaya ukatupitisha walau kwa kuzitaja ili yule ambaye anatazama muda huu aweze kuzifahamu. Ya kabisa, unaweza ukaona miongoni mwa timu ambazo tunasema zinatoka katika ligi kuu pamoja na Tabora, Kagera, Mashujaa, Pamba, unaona Young Africans, Simba. Pale kuna Singida Black Stars, KMC, JKT. Hizi ndizo timu ambazo zinatoka ligi kuu ambazo zimetinga hatua ya 16 bora. Lakini kuna timu ambazo zinatoka championship kwa maana ya haja ya kwanza. Unaweza ukaona Songea, kuna Bigman, Mtibwa na Mbeya City ambao ndio vinara kwa maana Mtibwa anaongoza ligi ya championship, wa pili akiwa Mbeya City. Lakini mtazame Mbeya kwanza, unaweza ukaiona Stand United, lakini bila kumsahau Giraffe ambaye ameendelea kusurprise mpaka sasa kutoka kwenye madaraja ya chini kidogo. Kwa idadi ya timu hizi Godlisten Muro, 9 kutoka, kama niko sahihi 9 ni kutoka Premier League, kutoka katika ligi kuu, lakini zilizobaki ni kutoka katika madaraja ya chini. Hii inaonyesha ni kwa kiasi gani soka letu lazidi kukua. Ni competition nzuri kwa sababu msimu uliopita hatua ya 16 bora ilikuwa imetawaliwa na timu zaidi ya 10 kutoka ligi kuu kama unakumbuka vema. Lakini msimu huu angalia, kuna timu za ligi kuu ambazo zimeshadondoshwa nyingi sana, ikiwemo Azam FC, Prisons, Fountain Gate. Goli alofungwa Azam FC lile, kwangu binafsi unaweza nikasema ni miongoni mwa magoli bora ambayo ameweza kufungwa mpaka sasa. Kwa hiyo unaona Prisons na Fountain Gate. Tutazame pia na ratiba Godlisten Muro. Kwa upande wa ratiba kwa michezo hii ambayo itapigwa kesho ni kama ambavyo unaweza kuona Singida atakipiga dhidi ya KMC, JKT dhidi ya Mbeya Kwanza na Mbeya City dhidi ya Mtibwa. Hapo sasa ndo tumeshaingia katika 16 bora. Nafikiri roho ya kwanza ya Singida na KMC itaendelea kuanza kuzipunguza zile timu za Premier League. Wanapunguzana kwanza wenyewe. Lakini JKT na Mbeya Kwanza, bato ya ligi kuu na championship, hapo tutapima pia balance yao kwa sababu JKT round iliyopita toka kumtoa Biashara hapo yuko kwenye championship, amepewa championship nyingine kwenye draw. Mbeya City dhidi ya Mtibwa, what a game, kwa sababu kwenye top 2 ya championship ligi daraja la kwanza inaongoza Mtibwa, anafuata Mbeya City. Tutazame pia ratiba ya michezo mingine inayofuata. Naam. Tutatazama pia hapo ratiba ya michezo mingine ambayo inafuata katika upande huu wa kombe la shirikisho, na nimependa jinsi ilivyo hapo kwamba pale wa Premier League mnapunguzana na baki mmoja, JKT Mbeya Kwanza mnaangaliana na kupunguzana, lakini pia kwa Mbeya City na Mtibwa pia wanaweza kuangaliana kupunguzana ili basi kuangalia ni kina nani ambao watazidi kusonga mbele. Na tunafahamu vema ni nyakati ambazo Mbeya City anaweza kuwa na ile confidence kwamba ametoka kumtoa Azam akiwa nyumbani kwake pale Chamazi, anaweza akawa anakuja na ile nguvu ya ziada dhidi ya Mtibwa, ambao Mtibwa msimu huu unaona ilivyokuwa imeimarika kwenye championship, wanapambana kurejea na ni kinara, anapambana kurejea kwenye ligi kuu baada ya kuporomoka msimu mmoja uliopita. Lakini ni miongoni mwa mechi ambazo kwa pale Sokoine watu wenye muda wa kwenda kutazama mechi hiyo wanaweza kawa wamepata miongoni mwa game bora sana, kwa sababu misimu miwili mitatu tu zote zilikuwa ni material za ligi kuu, na unaona bado zina wachezaji wengi ambao wana uzoefu wa ligi kuu, wale kina Peter Mwalianzi kama unakumbuka vema, sio? Lakini upande wa Mtibwa ndo kina Anuari Jabiri ndani ya kikosi, kina Oscar Masai, kina Haruna Shamte. Kwa hiyo bonge moja la game Mbeya City na Mtibwa. Ratiba nyingine pia hii hapa katika michezo itakayofuata na tarehe pale kidogo sio Machi 13. Michezo hii itapangiwa tarehe ya kuchezwa, lakini tutazame ni Tabora United dhidi ya Kagera Sugar hapa katika ligi kuu, ina maana bato yao hiyo kuweza kupunguzana. Mashujaa FC dhidi ya Pamba, Stand, Giraffe, Yanga, Songea, Simba Sports Club na Bigman. Kabisa. Tabora Kagera ametoka kumtoa Namungo, anaweza kawa sasa hivi kwa kwenye form nzuri, wako kwenye honeymoon fungate, kwa sababu ndio kwanza kocha Juma Kaseja tangu amekabidhiwa kocha cha Kagera, kashinda mechi ya ligi, kaja kashinda mechi ya CRDB Federation. Kwa hiyo inaweza kuwa wako kwenye form ile
ya kuanzia saikolojia yao mpaka ndani ya kiwanja. Mashujaa na Pamba game nyingine kwa sasa. Asante. Baadaye tutaweza kuungana tena kutazama katika upande wa Carabao Cup ni kipi ambacho kitajiri katika upande huo. Asante. Naam, huyo ni mchambuzi wangu Godlisten Muro, ndikuwa naye hapa kuweza kutazama yale ambayo yamejiri katika kombe la shirikisho la CRDB Bank, tukiwa tumetoka katika hatua ile ya 32 na kutinga hatua ya 16 bora. Huu ni mshike. Asante kwa kuendelea kuwa nami. Timu ya KMC FC kutoka Dar es Salaam hii leo imefanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wake dhidi ya Singida Black Stars katika michuano ya kombe la shirikisho la CRDB Bank utakaochezwa kesho kwenye uwanja wa Tanzanite Kwaraa mkoani Babati mkoani Manyara. Helen Kawiche ametuandalia taarifa zaidi kuhusiana na mchezo huo. Kama unavyojionea nyuma yangu ni kikosi cha KMC Kino Boys hawa kutoka jijini Dar es Salaam. Wapo katika maandalizi kuelekea katika mchezo wa CRDB Federation Cup ambapo hapo kesho katika dimba hili la Tanzanite Kwaraa watamenyana vikali dhidi ya Singida Black Stars, na tunapata nafasi ya kuzungumza na ofisa habari wa klabu hii ya KMC Halidi Chukuchuku kutueleza kuhusiana na maandalizi yote kuelekea mchezo wa kesho. Kwanza tunamshukuru Mungu, kikosi kimefika salama katika mji wa Babati katika mkoa huu wa Manyara, na kikubwa zaidi ambacho kimetuleta hapa mkoani Manyara Black Stars, mchezo wa CRDB Federation Cup. Takriban wachezaji 24 wamesafiri na timu kuja hapa Babati, na wote ambao wamesafiri na timu wapo katika hali nzuri. Hakuna mchezaji ambaye amepata injury tukiwa njiani, lakini leo hii tunafanya mazoezi ya mwisho kama unavyoona kinachoendelea pale nyuma, na kesho tutakuja katika dimba hili kwa ajili ya mchezo wetu. Sisi si wageni sana katika hili dimba, tumeshacheza mchezo wa ligi kuu hapa dhidi ya Fountain, lakini kwa bahati mbaya tulipoteza, lakini leo tunarudi tena dhidi ya timu nyingine, siku nyingine mazingira ni yale yale. Kwa hiyo tunakuja kupambana kwa ajili ya kupata alama. Tunaamini this time tumekuja Babati tutakuwa tuna bahati. Mara mwisho tulikuja hapa tukiwa tuna bahati mbaya. Tunaamini this time tumekuja na bahati na tutapata matokeo katika mji huu wa Babati inshallah. Tunakutana na Singida Black Stars ambao kimsingi kwenye ligi kuu msimu huu tumekutana nao mara mbili. Wametufunga mchezo wa kwanza, tumewafunga mchezo wa pili. Huu ni mchezo wa tatu ambao utaamua hatma ya nani anakwenda kwenye hatua ya robo finali. Mtu ambaye atashinda katika mchezo wa kesho maana yake ndio atakuwa ameshinda kwenye mchezo ya jumla katika michezo mitatu ambayo tumekutana dhidi ya Singida Black Stars msimu huu. Kwa hiyo sisi kama KMC Football Club kila kitu kiko vizuri, vijana wako vizuri, wako na hali nzuri. Tunasubiri kuona kesho ama gani ambavyo wataamka, lakini tumekuja hapa tukiwa tuna malengo ya kufuzu kwenda kwenye hatua inayofuata. Dakika 90 ndizo zitakazoamua ni nani ambaye atasonga mbele katika michuano hii ya CRDB Federation Cup, ambapo Singida Black Stars itakuwa nyumbani katika dimba hili la Tanzanite Kwaraa kuikabili KMC Kino Boys. Mimi ni Helen Kawiche, Azam Sports, Manyara. Tukisalia mkoani Manyara, klabu ya Singida Black Stars imesema ipo tayari kucheza na KMC FC katika michuano ya kombe la shirikisho la CRDB Bank kesho kwenye uwanja wa Tanzanite Kwaraa. Singida Black Stars ikumbukwe pia kwamba watautumia uwanja huo kama uwanja wao wa nyumbani katika michezo ya ligi kuu ya NBC, ni mara baada ya uwanja wa Liti kufungiwa. Tuungane tena na Helen Kawiche kwa mara nyingine, lakini sasa akizungumza na ofisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza. Sisi tunatazamia kila mechi ambayo tunacheza kwenye kombe la shirikisho la CRDB ni kama mechi ya fainali, kwa sababu aina ya mashindano haya ukifungwa umetoka tangu mechi ya kwanza mpaka mechi ya mwisho, na tunaenda kucheza na mpinzani mgumu KMC. Rekodi yetu ya mwisho tulicheza nao mchezo wa ligi kule Dar es Salaam, wakatufunga goli 2-0 katika uwanja wao pale Mwenge. Kwa hiyo wanakuja wana confidence kwamba tumeshacheza na Singida, tunawajua, tunajua tunacheza nao vipi. Tunaamini wanakuja hivyo, lakini hii ni Singida Black Stars. Tunaweza tukapoteza pambano, lakini vita tutaishinda. So tunaamini tunaenda kwenye mchezo mgumu, mchezo wa kupambana kweli kweli, na inshallah tunaamini tunaenda kumtoa KMC kwenye michuano hii hapo kesho. No, itakuwa tough. Itakuwa tough sana kwa sababu zote ni timu ambazo zinashiriki ligi kuu, zimekutana kwenye michuano mingine na kila timu ina malengo yake. Kwa mfano kama sisi Singida Black Stars, malengo ambayo tuko nayo msimu huu tumeshatangaza mara nyingi, tunataka tupate tiketi ya kushiriki michuano ya kimataifa msimu ujao, michuano ya CAF. Na moja ya njia zetu za kufika huko, ukiachana na kwenye ligi kuu kutafuta top 4, top 3, top 2, huku kwenye michuano ya kombe la shirikisho CRDB tunaweza tukaipata tiketi hiyo endapo tutafika hatua ya fainali ama kuchukua taji la mashindano haya. Mchezo wa kesho ni muhimu
sana kwa sababu ni mtoano. Kwa hiyo utapofungwa unapotoka katika mashindano, na target yetu ni kuicheza katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo hii ni moja ya nafasi yetu kubwa. Kwa hiyo tuko tayari kupambana na KMC na kuweza kupata matokeo ya kwa mchezo utakuwa mgumu, ila nawaahidi mashabiki wa Babati, mashabiki wa Singida wajitokeze kwa sababu katika hatua nyingine. Kwa hiyo nawaahidi mashabiki wa Singida tutaweza kushinda mechi hii ya kesho. Uongozi wa timu ya JKT Tanzania umejipanga vyema kuwakabili Mbeya Kwanza katika mchezo wa hatua ya 32 bora ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Mchezo huo utapigwa kesho kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kuanzia saa 10 kamili jioni. Tunao mchezo wa CRDB Federation Cup FA, mchezo ambao tutaucheza katika uwanja wetu wa nyumbani wa Meja Jenerali Samuyo, tukiwaalika Mbeya Kwanza. Mbeya Kwanza ni timu ya championship, na kama ambavyo umeshuhudia mechi zikichezwa zikihusisha timu moja ya championship na nyingine ya ligi kuu ya NBC, timu zimeondoshwa za daraja la ligi kuu. Sasa sisi kwa maana kwamba tunahitaji mchezo huu tufanye vyema, na lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Tumefanya maandalizi yaliyoshiba. Hatuhitaji kufedheheka, hatuhitaji kuonekana kwamba hatuwezi, hatuhitaji kuonekana kwamba hatukuwa na maandalizi katika mashindano haya. Haya mashindano yanayo nafasi ya uwakilishi katika mashindano ya CAF. Na lengo letu, kilio chetu, dhamira yetu ni kuhakikisha kwamba siku moja wa Tanzania waishuhudie JKT Tanzania ikicheza mashindano ya CAF. Tuko vizuri na tumejipanga, tumejiandaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafika mbali katika mashindano haya ya FA. Ni mzee wa kichapo cha kizalendo huyo Masau Bwire akizungumza kuelekea mchezo wa kesho. Tukitazama taarifa nyingine hapa katika mshike, muda mfupi baada ya shirikisho la soka Africa CAF kufungia uwanja wa Benjamin Mkapa kuchezewa kwa michuano yake ya robo finali na kombe la shirikisho Afrika, serikali tayari imewasiliana na shirikisho la soka Tanzania TFF. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ambaye ni msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema serikali tayari imewasiliana na TFF ili kuwaomba maafisa wa CAF kuja kufanya upya ukaguzi wa uwanja wa Benjamin Mkapa ambao mapema leo ulitangaza kufungiwa. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, Msigwa amesema ukaguzi huo ulifanyika kabla ya maboresho yaliyofanyika zaidi ya wiki 3 zilizopita. Ni kweli leo tumeamka na hiyo taarifa kwamba CAF wameufunga uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu ya dosari za kwenye eneo la kuchezea, yani kwenye pitch. Tumeipokea ile taarifa. Ukaguzi wa CAF ulifanyika kama wiki 2 au zaidi zilizopita, na ule ukaguzi ulifanyika baada ya mechi ya Simba na Azam. Kumbukeni sisi uwanja tulishautangaza kuufunga kwa ajili ya kupisha ukarabati, lakini hizi mechi zinakuwa na mashabiki wengi na kuna mambo mengi ya kiusalama na nini na nini. TFF wakaja kutuomba, tunaomba tutumie uwanja. Siku wamekuja wale, uwanja ule ulikuwa umekatwa nyasi mpaka chini kabisa. Kwa wachezaji walipokuwa wanacheza, na unajua hizi mechi zina pressure, uwanja ukaenda unachimbika baadhi ya maeneo. Wakaguzi wa CAF walikuwepo, wakatuambia hakikisheni mnarekebisha, na wakataka mashine za kurekebishia pitch wazione. Zile mashine sisi wakati huo ziko njiani, zinatoka kwa mtengenezaji China zinakuja Tanzania. Zimefika wiki 1.5 iliyopita. Yaani zilifika baada ya siku 5. Dabi kama ingefanyika juzi, Benjamin Mkapa iko tayari. Kwa baada ya ile tangazo lao la asubuhi, tumewasiliana na TFF na tukawaambia hivi, waambieni hao wakaguzi wa CAF waje wakague leo. Huwezi ukakagua wiki 3 zilizopita halafu unakuja kufunga uwanja baada ya wiki 3. Leo uwanja uko tayari, tumeshaleta zile mashine, zimekuja, serikali imenunua mashine, tumetengeneza, uwanja uko tayari. Lakini tulitangaza uwanja unakarabatiwa. Uwanja uko kwenye ukarabati. Hizi mechi zinazofanya pale ni kwa maombi, na kusema ukweli ni kwa maombi yao. Sisi wenyewe hatukutaka mechi yote ifanyike pale, kwa sababu ni lazima umwache mkandarasi mpaka amalize. Actually kwa sisi serikali kuendelea kutumia uwanja wakati bado unakarabatiwa inatuongezea gharama.
Huu uwanja ulitakiwa ukamilike mwezi wa 8 mwaka jana. Mpaka leo haujakamilika kwa sababu kila wakati tunatumia uwanja. Sasa nafikiri mmenielewa, lakini tumeshaongea na CAF kwamba waje waangalie uwanja uko tayari, tumesharekebisha na mashine zimefika, na lile tangazo walitakiwa watuambie kabla hawajalitoa. Kikosi cha Dodoma Jiji tayari kimewasili jijini Dar es Salaam kuikabili Simba Sports Club Ijumaa wiki hii katika mchezo wa kiporo wa ligi kuu ya NBC utakaochezwa kwenye dimba la KMC Complex. Ofisa habari wa Dodoma Jiji FC Moses Mpunga amesema wapo tayari kuikabili Simba Sports Club na hawana hofu yoyote kwani wamejipanga kuvuna alama 3. Hali ya kikosi ni nzuri sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Asilimia kubwa ya wachezaji wamesafiri na timu na tuko nao Dar es Salaam. Wana hali nzuri isipokuwa Cletus Eba ambaye alipata majeraha toka mzunguko wa kwanza pamoja na Disan Galiwango ambaye yeye alipata majeraha kwenye mchezo wetu dhidi ya Tabora. Lakini the rest of the players wako well and good. Tulikuwa tunamkosa Onyango kwenye baadhi ya michezo, naye pia amesafiri na kikosi kwa maana kwamba ameshakaa vizuri na ameanza mazoezi. Lakini wachezaji wengine wote wako sawa na tunaamini watakwenda kuwa msaada kwenye mchezo wetu dhidi ya Simba. Mchezo dhidi ya Simba ni mchezo mgumu lakini pia ni mchezo muhimu. Tunazihitaji alama 3 kutoka kwa Simba na inawezekana kwa sababu tunashiriki kwenye ligi moja, hivyo hatuna sababu ya kutopata alama 3 kwenye mchezo huo. Na Dodoma Jiji ni miongoni mwa vilabu ambavyo tumekuwa tukijinasibu kwamba hakuna timu yoyote ambayo tunaihofia kwenye ligi, na kama tungekuwa tunahofia basi tusingekuwa tuna safiri na kuleta timu uwanjani. Lakini as long as tumekuja, maana yake hatuhofii chochote. Tumejiandaa kwa ajili ya mchezo mzuri, tumejiandaa kwa ajili ya matokeo mazuri na tunaamini tutafanya vizuri. Ni mchezo mgumu lakini ni mchezo mwepesi pia kama tutajiandaa vizuri. Jambo lingine zuri ni kwamba mchezaji wetu Apollo Otieno ameitwa kwenye kikosi cha taifa cha Kenya. Sisi kama Dodoma Jiji tumepokea official letter kutokea kwao wakimuomba kwa ajili ya michuano ya kimataifa hapo katikati, na hiyo ni sehemu nzuri kwetu kama timu. Tunaona kuna sehemu tuna grow. Kikosi cha Kenya ambacho kimeita wamemuona mchezaji kutoka kwenye timu yetu Apollo, na hivyo sisi kama timu baada ya mchezo wa Simba tutamruhusu kwenda kujiunga na kikosi cha timu ya taifa ya Kenya, na tunamtakia kila laheri akaonyeshe yale ambayo amekuwa akionyesha Dodoma Jiji mpaka timu ya taifa akaamua kumuita. Baadhi ya mashabiki wa Simba Sports Club wameendelea kutamba kuwa timu yao ina nafasi kubwa ya kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC kutokana na uimara wa kikosi walichonacho msimu huu. Lakini kwa kusema kweli, jinsi tulivyojipanga sisi mwaka huu, tuna uhakika wa 100% kuchukua ubingwa wa Tanzania. Kila mchezaji wa Simba ambaye yuko ndani ya Simba Sports Club ni mchezaji mzuri. Na Simba bwana Mvula, lazima ujue kwamba vijana ndio wanaocheza mpira. Simba ina vijana wadogo ambao wana uwezo mkubwa sana wa kusakata kabumbu. Yoyote atakayeingia pale anacheza kama kawaida. Ninachotaka kusema ni kwamba wana Simba wasiwe na wasiwasi wowote. Tuwape nguvu wachezaji wetu, tupumzike, tushangilie magoli. Sisi kama wana Simba tunapenda michezo na tunapenda mwendelezo zaidi wa kuendelea kuipenda timu yetu. Kwa hiyo wana Simba hatuwezi kuwa tumechoka, hatuwezi kusemea lolote. Zaidi tunaenda kufanya kitu ambacho cha tofauti na tunaingia na mfumo tofauti. Tunaamini katika Fadu anachokwenda kukifanya kitakuwa ni cha tofauti na ambacho tutakuelezea ambacho kitakuwa ni kinginecho kabisa, ambapo atakuja na upya wake, na tayari Fadu ameshaendelea kuisoma. Alipofanya makosa ameshajua makosa yaliyofanyika ni yapi. Ndio maana ameendelea, hata anaweza kaanza na double striker kana kwamba pale Mkwala pamoja na Ateba. Lakini ni yeye mwenyewe mwalimu ndo anayejua. Siwezi kufuata falsafa yake. Sisi kama mashabiki kazi yetu sisi ni moja. Mashabiki wa soka jijini Dar es Salaam hawakizungumza kuhusiana na mchezo wa Simba, lakini pia matarajio yao ya kutoa ubingwa ifikapo mwishoni mwa msimu huu. Huu ni mchike. Kabla tujelekea mapumziko, nikufahamishe yale tutakayoyafahamu mara baada ya kurejea. Uwanja wa CCM Liti waanza kuboreshwa kukidhi vigezo vinavyotakiwa. Na mashabiki wa soka jijini Dar es Salaam waipa ubingwa Liverpool katika kombe la Carabao. Ikiwa ndo kwanza unajiunga nami, huu ni mshike. Bado upo na Akida Kilango.
baada ya shirikisho la soka Tanzania TFF kuufungia uwanja wa CCM Liti uliopo mjini Singida. Uongozi wa uwanja huo umesema utaendelea kufanya maboresho licha ya kutopewa sababu ya kufungiwa kwake na mamlaka zaidi ya kusoma kwenye mitandao. Mwenzetu Deus Liganga kutoka Singida ametutumia taarifa ifuatayo. Maboresho ya uwanja ni kama vile unavyouona. Uwanja uko katika hali ambao hali nzuri tuseme kwa ujumla. Pamoja na kwamba uwanja unasemekana kwamba umefungiwa, lakini hatujaelezwa hasa ni kitu gani ambacho tunapaswa kukiboresha. Tumekuwa tunakifanya kazi zetu za kawaida kama siku zote. Kwamba kiwanja kimefungiwa, lakini kwa shida gani, wapi tunatakiwa tuboreshe, hakuna maelezo. Uwanja ni mzuri. Uwanja ni mzuri kama unavyouona wewe mwenyewe. Mimi sioni kama una shida, na kama kuna shida ni swala la kuelewa tu kwamba mahala fulani mnatakiwa mfanye hivi, mfanye hivi, basi watu wangeweza kuchukua hatua. Lakini kwa ujumla sasa hivi tuna kiwanja kama unavyoona wewe, umekuwa mwenyeji mkubwa katika kiwanja hiki. Shughuli zinavyofanyika hapa unaziona. Hata sasa hivi unaona kwamba baadhi ya sprinkler bado ziko uwanjani, kwa hiyo tulisimama kumwagia kwa sababu jua lilikuwa kali, lakini kila siku asubuhi na jioni na usiku lazima tumwagie. Mimi napenda kabla ya kutoa maamuzi wao wanakuja kujiridhisha, wafike kwenye maeneo wajiridhishe. Manake hukumu za historia mimi siziamini sana. Kwa mazingira ya Singida ya jua kali, kwa hali ya uwanja jinsi ilivyo, kwa kweli tunahitaji kupewa pongezi kuliko kukatishwa tamaa. Mlinzi wa Liverpool Trent Alexander-Arnold ataukosa mchezo wa fainali wa kombe la Carabao dhidi ya Newcastle United utakaopigwa Machi 16 dimba la Wembley nchini England baada ya kupata jeraha la kifundo cha mguu jana Machi 11, 2025. Taarifa za majeraha ya Alexander-Arnold imethibitishwa na kocha mkuu wa Liverpool Arne Slot, ambaye amesema kuna uwezekano mkubwa wa kukosekana kutokana na jeraha hilo. Majeraha kwa nyota huyo yatakuwa pigo kwa timu yake ya taifa ya England, ambayo pia itapambana na Albania Machi 21 na Latvia Machi 24 kwenye michezo ya kufuzu kombe la dunia kwa mwaka 2026. Tukirejea hapa nyumbani, baadhi ya mashabiki wa soka jijini Dar es Salaam wameipa nafasi Liverpool FC ya kutoa ubingwa katika mchezo wa fainali wa kombe la Carabao dhidi ya Newcastle United Jumapili wiki hii, mchezo ambao utaonyeshwa mubashara kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Shabiki wa Manchester, ila kwenye michuano hii ya Carabao karata yangu kubwa nitaiweka kwa Liverpool, kwa sababu wamekuwa na muendelezo mzuri ambao unavutia kwenye ligi na hata wanavyocheza kwenye hatua za michuano ya makombe tofauti mfano FA, lakini kwenye Carabao wameenda vizuri. Walianza kwa game ya nusu finali na hivi sasa wametinga finali. Kinachowafanya ni waamini Liverpool ni muendelezo wa consistency ya uchezaji wao, namna wanavyocheza. Mechi itakuwa ni tamu sana kwa sababu timu zote hizi ni timu ambazo kali. Ukiangalia Liverpool watakuja kwa aina tofauti kabisa. Ukiangalia washatoka kupoteza katika mchezo wa UEFA Champions League ambao ulichezwa hapo jana kwa mikwaju ya penalty. Kwa hiyo kwenye Carabao Cup lazima wataangalia kwa ufasaha zaidi ili waweze kuchukua kombe lingine. Ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu, sio mchezo rahisi. Hata ukija kuangalia kwenye ligi zao, different yao ni ndogo, japo Liverpool yupo juu, lakini different ya distance sio kubwa sana. Ukimwangalia Liverpool amekuwa bora sana kuanzia kwenye msimu wa ligi. Ukija UEFA amefanya vizuri sana, ukija Carabao kafanya vizuri sana mpaka kufikia finali. Tukirudi kwa upande wa Newcastle amekuwa bora, ila Liverpool amekuwa bora zaidi. Tukiangalia hata ndani ya ligi amekuwa akifanya ambayo Liverpool hayafanyi. Kwa hiyo mchezo wa Liverpool na Newcastle kwa mtazamo wangu utakuwa mgumu na utakuwa rahisi. Si utazami kama mchezo mgumu kiasi hicho, kwa sababu River ina uzoefu na hayo michuano. Na hata kwenye rekodi basi nadhani Liverpool ndo anashikilia kwa kulichukua hilo kombe nadhani mara 10 kuliko timu yote kule England toka 81 mpaka mwaka jana 2024. Lakini pia Liverpool imetoka kupoteza UEFA. Kwa hiyo haina sehemu nyingine ambayo inategemea kama michuano ya kuendelea kuongeza vikombe tofauti na labda na EPL pamoja na Carabao. Nam ni mashabiki wa soka hao Dar es Salaam akizungumzia fainali hiyo ambayo itapigwa Jumapili saa 1:15 usiku na kuonyesha mubashara kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Muda huu naungana na Godlizen Muro.
kupitia kingamuzi cha Azam TV. Kuna shabiki mmoja hapa amezungumza, akazungumzia uzuri na uzuri zaidi. Hapo ni kama inapokuja kwenye kupendwa na kupendwa zaidi. Kupendwa sana. Ukiambia alimpenda ni sawa, lakini alimpenda zaidi ndio kwamba watu wanaanua matanga. Tutazame safari ya Liverpool, Godlisten Muro, tuanze na Newcastle mpaka kufika katika hatua ya finali katika michezo yao mitatu ya mwisho hapo. Godlisten Muro. Ya Oktoba 30 mwaka jana dhidi ya Chelsea 2-0 walivuka kwenda kwenye hatua inayofuata ambayo unakumbuka walicheza dhidi ya Brentford 3-1, moja kati ya mechi ambayo ilikuwa ya moto kweli kweli. Lakini mechi dhidi ya Arsenal, mechi nyingine ambayo ndio ilikuja kutengeneza safari yao ya kuelekea kwenye hii hatua ya juu kabisa. 2-0 wakiwa uwanja wa Emirates, lakini St James Park wakashinda tena mabao mawili. Ni siku ambayo Masudi Lihenya alikuwa katika wakati mgumu sana. Alipigwa nje ndani. Na ni nyakati ambazo kijana aliyetoka Everton, Craig Gordon, alikuwa kwenye kiwango cha juu sana mechi zote mbili. Arsenal wanaondoka kwa aggregate ya mabao 4 bila majibu. Moja kati ya nyakati ambazo kocha Eddie Howe wa Newcastle amemsumbua sana Arteta ni pamoja na nyakati hizi. Na hii inawasababisha ndani ya hii misimu mitatu kuanzia walivyoingia finali msimu wa 22-23 wakafungwa na Manchester, huu ni wa 24-25. So ndani ya misimu mitatu wanacheza finali mbili. Nyakati hizi za Eddie Howe unaona ni katika nyakati ambazo baada ya uwekezaji wa fedha nyingi pale Newcastle unaona wanapata mafanikio haya ya kombe hili ambapo zamani walikuwa wanaita EFL, nyakati za nyuma kabisa Carling Cup, lakini kwa sasa nembo hii ya Carabao. Tuelekee katika upande wa Liverpool kutazama michezo yao mitatu ya mwisho mpaka hapa walipofika sasa. Unaweza kutazama Liverpool mechi yao dhidi ya Southampton, moja kati ya maduka yao, anasema supermarket ya Liverpool ya wachezaji bora kutoka Southampton. Mara nyingi wamekuwa wakifanya vyema Liverpool, akiwemo kina Van Dijk alishinda 2-1, lakini dhidi ya Tottenham Hotspur katika uwanja wa Tottenham Hotspur Stadium, zamani wakitumia White Hart Lane, Spurs alishinda, lakini Liverpool alikwenda kupindua meza kwenye mechi ya marudio ambayo ilikuwa ni nusu finali, akishinda mabao 4-0. Kwa hiyo aggregate ya 4-1 ikamuondoa Spurs na kocha wake Ange Postecoglou, na mwalimu Arne Slot akaandikisha finali ya kwanza katika msimu wake wa kwanza. Wakati upande wa ligi kuu akiwa anafanya vema, lakini upande wa makombe haya ya ndani ameshakwenda kwenye hatua hiyo ya finali ambayo ukimtazama msimu uliopita mtangulizi wake kwa maana Jurgen Klopp alichukua ubingwa huo kwa kumfunga Chelsea kwa mikojo ya penalty. Ni assignment nyingine back to back finali ya Carabao ndani ya kocha tofauti kutoka Uholanzi dhidi ya Newcastle. What a game. Na tutazame sasa kwa upande wa waamuzi watakaochezesha mchezo wa kesho. John Brooks atakuwa kati akishika kipenga pale, lakini tupitishe pia kwa wengine wale. Eddie Smart pamoja na Nicky Greenhalgh. John Brooks ni miongoni mwa waamuzi ambao wanakuja juu kwa sasa. Kiachana kina Michael Oliver, nyakati za kina Mark Clattenburg, unaozungumza nyakati hizo kina Howard Webb. John Brooks ndio miongoni mwa waamuzi kwa sasa ambao wanafanya vema. Ni mwamuzi wa mezani Darren England, bila kusahau mwamuzi wa akiba Steve Merritt, lakini VAR pale ambapo ndio mara nyingi panaleta maamuzi ya kupasua kichwa. Stuart Atwell atakuwa anasimama pale, wakati msaidizi wake atakuwa ni Massey Ellis atakuwa ni mchezo wenyewe sasa, kwa sababu hilo ndilo litakuwa la msingi kuliko yote. Kwa shilingi 28,000 bango linajieleza. Nafikiri miongoni mwa burudani katika tunasema ile menu imekamilika ni pamoja na msosi huu ambao watu watajipakulia kadri watakavyoweza. What a game, Machi 16 saa 1:15 usiku. Watu tayari watakuwa wameshafuturu kwa lugha adhimu kabisa ya Kiswahili na uchambuzi murua kabisa kutoka hapa Azam TV kuelekea kwenye mchezo huu siku kadhaa kabla ya mchezo. Nafikiri ni nyakati bora sana kwa mashabiki wa soka. Unaiona Liverpool na Newcastle katika ubora wao msimu huu kupitia kisumbuzi chako cha Azam TV. Mungu akupe nini? Nikushukuru sana kwa hilo. Bila shaka kesho, kama sio wewe sijua ni nani, kwa mujibu wa mpango kazi atakuja hapa ili kutupitisha katika taarifa nyingine kuelekea katika mchezo huo. Lakini issue ya Trent inawezekana inaumiza kichwa. Inawezekana ikawa hivyo. Pato na nani? Pato Rashid Hamisi, Babchidi na Dodi Brother Peter. Nikushukuru sana. Asante Akida. Naam, huyo ni Godlisten Muro, tulikuwa naye hapa kuweza kutazama yale ambayo tumekuwa nayo. Tutaelekea katika upande wa mapumziko, tutakaporejea bado yapo mengine ambayo tutaweza kuyatazama hapa katika Mshike Mshike. Tafadhali usiondoke.
Kuni mshike bado upo nami Akida Kilango. Ligi ya mabingwa wa mikoa kwa kituo cha Mtwara inaanza kutimua vumbi kwenye uwanja wa Nangwanda Sijaona hapo kesho baada ya kukamilika kwa maandalizi yote ya mkoa huo. Akitoa taarifa ya kituo hicho, mratibu wa chama cha soka mkoa wa Mtwara Mtwarefa Selemani Kachele, wakati wa vikao vya mwisho kwa viongozi wa timu za pamoja na waamuzi 16 wa ligi hiyo, amesema kituo hicho kinatarajia kuwa na timu 7 na tayari zimeanza kuwasili. Leo tutakuwa na kikao kazi cha kati ya waamuzi, matimu wa madaktari, watu wa huduma ya kwanza na timu zote kwa ajili ya maandalizi ya ligi ya LCL ambayo itakuwa inaanza kesho tarehe 13, na mgeni wa heshima atakuwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mtwara. Kituo cha Mtwara kina timu 7 na kesho katika mechi ya ufunguzi ni kati ya Bandari na TANESCO Iringa ndio watakuanza wanafungua. Mchezo huo utaanza saa 10 kamili hapa katika uwanja wa Nangwanda, lakini tutakuwa na hafla mbalimbali kuanzia saa 9 kwa ajili ya ufunguzi, kwa sababu timu zote zitawajibika kuwepo hapa kwa ajili ya siku ya ufunguzi. Kwa kikubwa timu kama 4 zimefika. Timu ambayo tulikuwa tuna taarifa nayo kwamba itakuja ni Mighty Elephant ambao watakuwa wako njiani wanakuja na kiongozi wao atashiriki katika kikao. Ndio maana tunawaambia kwamba timu nyingi zimefika na uwakilishi wao upo hapa, lakini timu moja tu hiyo Mighty Elephant ndio ambayo itakuwa inakuja iko njiani. Hatua ya makundi ya michuano ya kombe la Ramadhani Bi Mkubwa Cup imeendelea leo mkoani Kilimanjaro kwenye uwanja wa Uzunguni Bomang'ombe kwa timu za Kalista na South Boma kupambana. Timu hizo zimetoka suluhu na kuongeza chachu ya michuano hiyo ambayo imeshika kasi kweli kweli kwa hivi sasa. Michuano hiyo itaendelea tena kesho kwa mchezo mmoja utakaozikutanisha Masama FC watakaokipiga dhidi ya Rundugai kwenye mchezo utakaopigwa katika dimba la Uzunguni Bomang'ombe High Kilimanjaro, na kupitia hapa katika mshike tutakufahamisha yale ambayo yamejiri katika mchezo huo. Wakati uwanja wa CCM Kirumba ukiwekwa mapumzikoni kwa michezo ya ligi kuu ya NBC, halmashauri ya wilaya ya Sengerema mkoani Mwanza ipo mbioni kukamilisha ujenzi wa uwanja wa michezo unaotarajia kugharimu zaidi ya shilingi milioni 560. Ujenzi huo ni mkakati wa kuhakikisha fursa za michuano ya ligi kuu ya NBC na ile ya AFCON inayotarajiwa kufanyika nchini mwaka 2027. Habari kamili na Innocent Alois kutoka Mwanza. Si sawa. Bali hii ni kuchukua fursa na kuikazia buti siende ipite. Ujenzi huu tulikuwa tumetarajia uishe ndani ya miezi 3, ikiwa ni kujenga uzio na hivi vyoo. Ndiyo, ni ujenzi wa uwanja mpya wa michezo Sengerema. Kwa hiyo tulianza uchoraji wa ramani mwaka jana mwezi wa kwanza, lakini baada ya uchoraji wa ramani tukatengeneza BOQ. Mfuko wa jimbo wakati huo ulikuwa na shilingi milioni 69, zikawa milioni 89. Ujenzi wa uzio na vyoo umbioni kukamilika. Kuna ujenzi ambao namalizia tu kuweka foundation kwa ajili ya mageti. Mageti hiyo ni awamu ya pili, yupo fundi wa mageti. Kwa hiyo mimi namalizia tu uzio, kazi yangu inaisha. Hii ni awamu ya pili kati ya awamu 5 za mradi. Awamu yetu ya 3 itakuwa ni kutengeneza pichi, na ndio mmeona hapa sasa hivi ndani kuna marundo ya mchanga ya udongo. Tumepima udongo huu umekubalika katika sampuli na watu wetu wa kilimo. Kwa tunaangalia sasa ni majani ya aina gani ambayo yatakayopandwa hapa. Lakini awamu yetu ya 4 itakuwa ni kujenga majukwaa. Haya majukwaa ambayo yatakozungushwa ikiwemo na ofisi na sehemu za kubadilishia pamoja na taa. Kwa hiyo tuna imani kwamba uwanja utakapokamilika wilaya na jimbo la Sengerema litainuka kimichezo, na baadhi ya vijana wengi watachukuliwa na kwenda na timu za nje, pengine kwenda mpaka Ivory Coast na kuingilia kwa mpaka Uarabuni. Innocent Alois, Azam Sports Mwanza. Baadhi ya wachezaji wa soka wa zamani akiwemo Dua Saidi aliyetamba na Simba Sports Club, Abunu Isa aliyecheza Nyota Nyekundu ya Dar es Salaam na Mwavanga Kiwelo aliyecheza Kajumulo World Soccer umetoa maoni tofauti kuhusiana na mbio za kuania ufungaji bora katika ligi kuu ya NBC. Kuna baadhi ya wachezaji wanafanya vizuri, lakini yote kwanza ningependa mimi kumpongeza mchezaji ambaye wa ndani ya nchi, ambaye nasema labda ni Mzize, japokuwa yeye yupo Yanga, kwa sababu unapoleta ushindani na wachezaji ambao wanatoka nje unaonekana na wewe una uwezo mkubwa sawa sawa na wale ambao wanatoka nje.
na hiyo inakuwa ni chachu ya wachezaji wengine ambao wako ndani kuweza kufanya vizuri na wenyewe kuonekana, kwa sababu sasa hivi tusiseme uongo, soka ni biashara, na kwa upande ambao watu wengi wanapata pesa nyingi kulikoni wachezaji wengine ni watu ambao wachezaji wa mbele. Mimi naamini kwa yeyote yule anaweza akapata nafasi, lakini kutokana na jinsi ya forward ya Yanga au wachezeshaji wa Yanga walivyokuwa wako wengi wanafanya kazi vizuri, mimi naamini labda Mzinzi anaweza kuchukua nafasi. Kama Prince angekuwa anatumia nafasi ipasavyo, naamini yeye ndo angekuwa mfungaji bora kwa wageni sasa hivi. Katika ligi yetu, mimi katika ushindani wa ufungaji, mimi nampa Prince Dube. Nampa Dube kwa sababu namuona katika mastreka wa Tanzania, namuona Dube ni mtu ambaye anacheza sana kwa nafasi, ana mikimbio ya kutengeneza kwa kujitengenezea nafasi kutoka kwa midfield wake hata center back wake katika swala la kujitengenezea nafasi, ndio maana wanamrahisishia kumpa pasi rahisi na ana score. Kwa hiyo nampa advantage kwa sababu mchezaji ambaye anakosa nafasi afu mwalimu anampa kwamba ana imani naye kwamba kwa nini anakosa nafasi, kwamba anajiweka sehemu sahihi, na ndio maana nafasi anapata nyingi, nyingine anatumia, nyingine anakosa. Kwa upande wa Simba nampa yule Chaze Awa kwa sababu yule Yanki yeye katika mipira hii ya faulo, mipira iliyokufa, kama zinatokea faulo 3-2, kweli moja anatumia, sio mbaya. Lakini kwa mimi mwenyewe kabisa, kwa upande wa top scorer nchi nzima, nampa Dube. Naam, tumetoka kusikiliza kile ambacho kimezungumza kuhusiana na vita hiyo, na nikukumbushe pia kwamba timu ya Cleveland Cavaliers imeweka rekodi ya kushinda katika michezo 15 mfululizo katika ligi ya mpira wa kikapu Marekani NBA, ligi ambayo pia unaishuhudia mubashara kupitia katika kisimbuzi chako cha Azam TV kupitia channel zile za ESPN. Lakini kwa kuhitimisha, nikukumbushe yale ambayo tulikuwa nayo usiku huu. Yanga Sports Club yaifunga Coastal Union na kutinga hatua ya 16 bora kombe la shirikisho la CRDB Bank. Kesho Singida Black Stars itacheza dhidi ya KMC, huku JKT Tanzania ikivaana na Mbeya Kwanza katika kombe la CRDB Bank. Na beki wa Liverpool Alexander Arnold atakosa mchezo wa fainali kombe la Carabao utakaopigwa Jumapili. Katika hapo kuna la ziada katika mshike. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuandalia, mimi ni Akida Kilango wa Akidu Kaida. Uwe na usiku mwema.